tulijua hilo. Watu wenye akili timamu, watu wenye uelewa, tulijua nini ambacho kinachoenda kutokea kuhusu swala la kesi yao. Lakini kimsingi mimi naamini kwamba management ya Yanga watajifunza katika hili. Unajua, ishi kwa namna ambavyo unavyoishi. Usiishi kwa namna ambavyo wanavyoishi. Ukiwa management, kiongozi, maana yake kuna watu unaoongoza. Wewe ndio lazima ufocus kwenye kichwa chako, kuna namna ambavyo vipi hawa ninaoongoza mimi niwapeleke kwa namna ambavyo ninavyotakiwa kuongoza. Lakini kiongozi ukiwa unakaa unafikiria kuchukua mawazo kwa watu ambao unaowaongoza, hususan kwenye mpira, lazima utafeli. Mimi siamini kwamba management ya Yanga ikaamua moja kwa moja kufaili kesi kupeleka wapi? Kazi. Lakini kwa sababu ya pressure ambayo walikuwa wanaipata kwa vishata mtaa hawa, kwa kinasema nile hawa, ndio ikapelekea wakalazimika lazima wafaili kesi ili kuona namna ambavyo wanawalizisha mashabiki wao. Leo hii nizungumza jambo moja tu dogo. Nitoe mfano halisia katika maisha yetu ya kawaida. Ili ufike mahakama kuu pale, ili ufike mahakama ya rufaa, maana yake lazima uanze kwenye mahakama ya mwanzo. Maana yake lazima uanze katika mahakama ya wilaya. Sasa unaonekana vipi kesi hiyo ndio kwanza unaifaili, kabla hujaanza mahakama ya wilaya, kabla hujaenda mahakama ya mkoa, unakwenda moja kwa moja kwenye mahakama ya rufaa. Watani wajifunze. Watani lazima itafika mahala wakae wajifunze. Sio dhambi kujifunza kwetu. Waje. Leo hii wana kesi zaidi ya 9. Hawajafanikiwa hata kesi moja. Kesi ya kule haipungui pesa zaidi ya milioni 100 na something. Ili kesi yako iweze kufanyaje? Kupokelewa. Matumizi ya pesa zile waliotumia mpaka leo kwa kasi, wakipiga chini mahesabu yake, wangekuwa na uwezo wa kupata carpet ya artificial pitch na timu yao ikapata uwanja wa mazoezi. Leo wangekusanya zile pesa ambazo zote zimekwenda kasi. Kuna pesa za namna mbili kule kasi. Kuna pesa ambazo unapeleka kwenye mahakama, lakini kuna pesa ambazo kule wale mahakama inakwenda kukuadhibu, kuona namna ambavyo yale makosa uliyofanya wanakwenda kukuadhibu, kukuhukumu. Maana yake pesa zile wangezikusanya, wangekuwa na uwezo wa kwenda kununua carpet ya artificial pitch. Wangeweka hata pale Mchafukoge, wangekuwa wanafanya mazoezi. Aviki hapo. Ya Mchafukoge aviki sio kwao bwana. Kwa hiyo jambo la kushindwa mimi nilijua. Na moja ya sababu mimi naamini watani wangu wakae watafakari katika kitengo cha sheria. Leo hii katika mawakili 5 waliofaili kesi kupeleka kule kasi, wamekuja na kushindwa na kijana mdogo mwenye umri wa miaka 28. Dogo tu. Yuko Simba Sports. Tena kwa kitu ambacho mimi nilifuatilia, nina uhakika mwana sheria wa Yanga walipewa zaidi ya nusu saa kujitetea. Yule mwamba akapewa dakika 20 akasema nyingi hizo. Akachukua dakika zake 10 akika kesi mezani, hoja akaziacha, watu wakapotea. Sasa mtu mzee Magoma kakushindweni, mmemshindwa mzee Magoma. Mtamshindwa yule kijana aliyesoma. Sasa kibaya zaidi ukimwacha yule mwanzo sheria, pembezoni kuna ndugu yangu alikuwa anaitwa Makubi. Unamjua? Nitakupa namba zake ukipata shida na kesi zako zitakupeleka. Yule mwamba aliyowatungua kipindi cha Bernard Monson yule. Ndio mwamba alikuwa anampigia ndogo anampigia pasi za mbele ndogo yule. Anampa madini. Nendeni mkawaulize watacheza. Moja kati ya swali ambalo uliulizwa Alikamwe usikia leo pale bandarini kuhusiana na kesi na kucheza dabi. Akasema hatacheza dabi, hata TFF ikitoa barua ya kwenda kucheza dabi hatacheza, hata tarehe ikitolewa hata ile kucheza. Ali sio Yanga. Ali ni mfanyakazi wa Yanga. Ali sio Yanga. Ali ni mfanyakazi wa Yanga. Wenye Yanga yao watakwenda kutoa maamuzi, sio yeye. Yanga ina wenyewe. Yanga kwa mujibu wa maelezo yao wao wenyewe, mimi ambao sikubali, wanasema imezuia 1935. Ali alikuwepo. Ali mwenye Yanga. Wenye Yanga wapo. Wao waamini kwamba kuna watu pale wenye Yanga yao wakiamua kwamba leo Ali Shaban kazi basi na ina kwa basi. Wako ni Yanga. Wanajua madhumuni ya kuanzisha Dar es Salaam Young Africans ni nini? Wanajua madhumuni ya kuanzisha Simba Sports ni nini? Moja mihimili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya serikali ni Simba na Yanga. Moja sababu ya amani kwenye nchi hii ni Simba na Yanga.
Leo anatoka tu mtu mmoja atuchezi. Wewe Yanga. Dabi itapigwa. Nisikilize mimi. Na hii clip iweke. Dabi lazima icheze. Lazima. Leo ukisoma katiba ya Dar es Salaam Young Africans, Yanga ni klabu ya nini? Ya mpira. Yanga ni klabu ya michezo. Ukikataa kucheza michezo maana yake unataka ukacheze bao. Au unataka ukacheze mdako mchezo wa zamani kula mbakishie baba. Mmeleta maiki. Acheni mimi nizungumze. Acheni nizungumze. Alafu niko vizuri. Mimi nimetoka South Africa bwana. Nimekaa Durban pale siku 4. Nataka tuende huko. Lazima nizungumze. Au nazungumza kwa mapana, sina wasiwasi. Unajua kwa nini? Bosi jana kanitumia message Deus Kasile kanambia inawezekana Morocco kaenda wewe tulia. Pale Morocco ipo. Bado usiseme ipo mapema matajiri wakashinda kunisaidia. Kwa hiyo lazima niwaambie kuna muda mwingine tukiingia katika mambo ya kisheria haya lazima mentality zetu zikae. Kuna namna ili jambo sio dogo, ni jambo kubwa, kwa namna gani tuweze tulisimamia. Moja ya dhambi kubwa ya wanasheria hawa kuweka mikataba ya wateja wao wazi. Leo kundi la wanasheria wa Yanga wamevunja maadili ya wanasheria. Walichukua mkataba wa Kagoma ambao wamekubaliana na Dar es Salaam Young Africans, wakawa na upeperusha barabarani. Unafikiri vile ambavyo watu wanakwenda kutangaza kuuza biashara zao, au watu wanatangaza semina sehemu watu waanze. Mlimuona Godi, mlimuona ndugu yangu Abdulazizi, mlimuona ndugu yangu Lastborn, mdogo wangu nampenda sana yule. Amesoma vizuri, ana degree yake moja, lakini katika watu degree zao hajui kuzitumia. Yeye namba moja sasa hivi. Eti wamechukua mkataba wa Kagoma wanacheza. Hai serious? Mkataba wa mtu mliokubaliana pale. Nikaona hapa kwenye kitengo cha sheria kuna shida. Mwanasheria siku zote hahitaji huruma ya watu. Ukimwona mwanasheria anaitisha place kwenda kuzungumza kwenye jambo la kisheria, hapo pana shida. Mwanasheria atakwenda mahakamani, atapeleka hoja mahakamani. Mzee Magoma aliwaburuza kwa mzee, tutamfanyaje sasa? Kesi kashashinda, tutaipinduaje? Mkaitwa na nyinyi waandishi wa habari, sio wa kweli, mkapeleka maiki zenu. Kweli sio kweli? Maiki pale akuteni hali ndio msemaji wa Dar es Salaam Young Africans. Wewe unakuta mwanasheria pale, kuna mahakama, kuna hakimu pale. Wewe mwanasheria unakwenda kutafuta huruma ya watu. Lazima uwafelishe. Na wataendelea kufeli watano. Wataendelea kufeli. Kwa hiyo mimi lazima niseme, sikustaajabu hata kidogo kwa namna ambavyo Yanga walivyoshinda katika ile kesi. Kwa hiyo wao cha kufanya wakae chini, mimi na washauri sasa. Nendeni mkawaambie Kisugu na washauri wafaili kesi upya. Wende kwenye kamati hizi ambazo kitafsiri ya sheria kwenye mpira zinaitwa, baadhi yake ziko ndani yake kamati za mahakama. Wakishatoka kule kama wakulizika ndio naweza kwenda kazi. Lakini cha kwanza walifeli kwa sababu walikurupuka. Na naamini hichi ninachosema utakwenda kukifanya. Nipe siku 4. Kama ukifanya njoo Magala uniulize na kupa ofa. Ofa ipo nyingi. Yes, tukupa ofa. Lazima ufaili kesi. Waanze tena upya. Lakini kwenye kesi wanayotengeneza na wapo usia mmoja tu. Asiyefundwa na babaye na mamaye, ufundwa na nini? Na ulimwengu. Hii kesi wanaanzisha ndio wanakutana na mabaya ambayo hajawahi kutokea katika maisha yao. Sijasema bora waache. Unajua Mungu baada ya kuumba hii dunia, kabla hajaumba vitu vyote, Mungu alianza kuumba pepo na moto. Sema kokote pale, shahidi mimi ninao. Ukitaka kwenye Taurati nitakupa. Ukitaka kwenye Injili nakupa. Ukitaka kwenye Zaburi nakupa. Ukitaka kwenye Qur'ani nakupa. Sasa baada ya kuumba moto na pepo, alafu Mungu anakuangalia binadamu, unachagua mwenyewe. Aidha kwenda peponi. Kwa hiyo ukienda kwenye moto, usimchukie mtu, maisha umeyachagua mwenyewe.
Watu wa Yanga wasinikasirikie mimi, maisha yao wamechagua wenyewe, wakinikasirikia mimi ndio wananionea. Ila mimi na wastua zangu kama watani. Mimi nasua kama. Kwa hiyo hili limekula kwao, wakae file case, waanze utaratibu upya. Bana, leo mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Mashujaa dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, mchezo pale KMC. Na mchezo wa kwanza Simba aliweza kushinda bao moja. Na kizuri zaidi, Mashujaa wameongezewa nguvu na mtu au na watu au na taasisi yao zaidi ya milioni 100 wakiendelea wakipata ushindi. Zigo na mezani basi. Yes. Si Simba, niseme kwa dhati kwa niaba ya watu wa Simba, huwa tunafurahi sana kwenda kukutana na timu ambayo inakwenda kutupa upinzani mkubwa. Maana yake tunaamini leo upinzani utakuwa mkubwa. Na sisi tunaamini moja upinzani mkubwa tunaopata kwenye ligi NBC, na ndio moja ambayo inatupeleka sisi kupata spirit ya kupambana kwenye mashindano ya kimataifa. Leo nazungumza nanyi, Simba iko finali ya shirikisho barani Afrika. Lakini kabla tujaangalia hayo, kuna vitu vinatufikirisha. Mimi kama Kisugu lazima niseme, unapokwenda kuizungumzia Mashujaa, unakwenda kuzungumzia ni jeshi. Moja ya jeshi ni taasisi ambazo zinataka kuheshimiwa. Huyu alokwenda kwamba milioni 100 nani? Moja hiyo sasa. Usizime mic ya chevo hivyo watu wasikie. Huyu mwenye mamlaka aliyekwenda kwenye jeshi la polisi kuwaita viongozi, jeshi la wananchi kuwaita viongozi, kukaa nao kimya, alikuwa ni raia au wenye mamlaka? Kama wenye mamlaka watoke hadharani, tumewasamehe, tutawapongeza. Lakini kama walaia, sisi tunahoja. Kama leo kwenye majeshi yetu tunatoa mamlaka raia kwenda kutoa hamasa, kwenda kuhamasisha ndani ya jeshi, maana yake huyu ana uwezo mkubwa, kuna siku anaweza kwenda kutoa hamasa wanajeshi wasiende kuipambania timu yao. Hoja hiyo. Ni taasisi ile. Na wamesema wenyewe kuna 100 imegawanyika kwenye makundi mawili. Wale wamesema 100, lakini mimi najua mpaka siri sio 100, ni milioni 80. Na anayekataa yoyote wa Mashujaa aseme Kisugu muongo, nimpe evidence. Milioni 80 sio 100. Ile 100 ni propaganda, lakini uhakika ni milioni 80. Wakishinda wakichukua ile milioni 80, milioni 50 inakwenda kwa uongozi, milioni 30 inakwenda kwa nani? Kwa wachezaji. Wakitoka Suluhu wanapewa milioni 50, milioni 20 inakwenda kwa wachezaji, milioni 30 inakwenda kwa uongozi. Kama viongozi wenyewe ndio wanatakiwa waweke ahadi juu ya wachezaji wao, hawa viongozi walioahidi hela nani? Brother, yako mengi sisi tunahitaji kuyazungumza. Tunachosema kila siku kwamba football ya Tanzania imepiga hatua, ni kweli. Tuchukue nafasi hii tuipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuipongeze sana Baraza la Michezo kwa maana ya BMT, na lazima tuipongeze sana Wizara ya Michezo. Tuipongeze sana Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF. Tuwapongeze bodi ya ligi. Ligi yetu imekuwa bora, lakini yote kwa yote tuwapongeze wawekezaji waliokuja kuwekeza katika mpira leo kusababisha ligi yetu kuwa bora. Kabla hujawataja wadhamini wote hawa, lakini lazima mzungumzie Azam Group. Amewekeza zaidi ya milioni $200. Yote jitihada wanafanya kina Baresa ili kuona namna ambavyo football kwenye nchi inachezwa. Lakini hatuwezi kukubali na kukaa kimya watu wachache wanapambana kuhakikisha jitihada zote zinazofanywa zisitoke juu. Sana. Waandishi wa ukweli mpira. Waandishi semeni. Najua mnajua mengi, lakini kwa sababu sijui kwa nini mnakataa kusema. Kuna muda waandishi lazima msimame muepukane na maneno ya Mungu aliyozungumza katika Injili. Ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Mungu ameyatamka katika Biblia. Msikubali kuingia katika hilo kundi. Nyeupe semeni nyeupe na nyeusi semeni nyeusi. Waandishi mnajua kuna kikundi cha watu wanaharibu mpira kwenye nchi. Leo nakupa mifano sahihi. Na yote ukayatoa, ukiyakata haya. Yaani leo sitafanya kazi nyingine yoyote, ikifika usiku nitapitia kwenye media zenu zote, maneno yangu yote niyasikie. Watani zangu nyuma mwiko ndio wanaongoza kwenye ligi NBC, kweli sio kweli?
Wamecheza zaidi ya mechi 13 hawajapoteza, kila mechi wanashinda zaidi ya goli 3 mpaka goli 4 mpaka goli 5. Kweli sio kweli? Leo naambieni waandishi, kwa nini Zanzibar na mechi 3 hajawahi kushinda hata goli 3? Mpaka jana wanacheza finali, wanachukua ubingwa kwenye mechi 3 walizocheza, goli walizoshinda 4, walizofungwa 1, difference goli 3. Mechi 3 kuna nini ndani yake? Kuna nini? Hizi hoja ukinichukia nichukie, lakini ni hoja. Au tukubaliane kwamba ligi ya Zanzibar imekuwa bora kuliko ligi ya bara? Anazungumzia kwamba alikutana na timu ngumu. Ndio hiyo hoja. Maana yake ndio kunaambia timu zile 3 walizocheza nazo ni ngumu, hakuna timu yoyote unaweza kufananisha kwa ubora kwenye ligi ya bara. Tuambieni ukweli. Nyakati utafika, Mungu atakuja kudhihirisha kila jambo linalofanyika chini ya jua. Na ndio maana mheshimiwa aliwahi kusema, nampenda sana na mkubali sana. Kupitia ninyi namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema na maisha marefu yeye na familia yake. Amwepushe na mabaraa, amuongoze katika njia iliyonyoka, njia suratul mustaqima. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete alisema maneno haya, na hakusema labda alikuwa kwenye zifa ya kimataifa, alikuwa siku amealikwa na Dar es Salaam Afrika. Pale Diamond Jubilee aliwaambia nyinyi mnashinda, lakini mnashinda kwa ujanja. Alisema. Na mmoja kutaka kuonyesha ushahidi maneno yake akasema, hapa mnashinda ndio maana mashindano ya kimataifa hamfanyi vizuri. Leo jiulize, nani yuko finali ya shirikisho barani Afrika? Wao wanazungumzia kwamba mtu ashapita medali wanayo. Wao wanasubiria. Akia Mungu. Leo hii wamepata medali. Nenda kawaulize sasa. Zile medali walizopeleka Ikulu na zile medali walizopewa jana, zipi kubwa? Kwa sababu wao walisema mashindano ya muungano ni makubwa kuliko mashindano ya shirikisho. Wamesema? Hakusema. Jana mashindano yale mpaka anakusha timu zilizoshiriki 4 kutoka Zanzibar, 4 kutoka wapi? Bara. Mashindano ya shirikisho timu 58 kutoka kila nchi. Nchi ziko 54 ndio wanachama wa CAF. Timu 4 unapata ofa kutokana na rank ya nini? CAF. Hapo mtu anakuja anasema kiulaini sana. Sasa tunataka kujua ukubwa wa zile medali zilizopata waende tena Ikulu. Ndio waende nazo. Sio shasema kombe lile kubwa. Kombe. Waende nalo Ikulu. Kama mwanzo walikwenda kwa kupeleka medali na kombe lipi kubwa? Basi kombe lao pia walipeleke Ikulu katika viwanja vitakatifu. Niwaambie tu waandishi, niwapongeze sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri mnaifanya, lakini niwasihi sana tuendelee kumwombea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naamini kila mmoja jana ameona ilikuwa siku ya wafanyakazi, tutaishi vizuri. Japokuwa mimi simo katika ile kundi la ajira, watu wataishi vizuri. Ngoma imefika 5 sasa hivi. Kabla hajamaliza Kisugu, kuna mmoja kati ya story ambayo anazungumzia Nasoro kwamba ulikuwa wakati unaelekea South Africa, unasema kwamba umepelekwa tu, sio kwamba umeenda kwa hela yako mwenyewe kama unabeba. Sasa kama amesema mimi nimbishie. Kama ana evidence mimi nizungumze naye. Lakini Kisugu atabaki kuwa Kisugu atabaki kuwa Kisugu. Hayuko mwanadamu anaweza kuishi pekee bila kuwa tegemezi na mtu. Ukimwona mwanadamu anaamini yeye hayuko kwenye tegemezi, maana yake huyo hayuko kwenye sifa nini? Ya binadamu. Sasa kama kweli mimi nimesafirishwa kwenda kule zaidi ya 1.3, uone kama mimi mtu wa watu, maisha haya mtu anakupa milioni 1.3, yeye nani anaweza kumpa? Leo kusafirishwa brother, mpaka mtu anakubali kutoa zaidi ya milioni 2 Kisugu nenda, maana yake wewe mtu wa watu, maana yake mimi nakubalika. Nendeni mkamwambia Nasoro kama Kisugu limwambia kasafirishwa, Kisugu anakubali kama kasafirishwa kwa sababu yeye ni mtu wa watu. Wewe kama sio mtu wa watu, nani anaweza kutoa milioni 2 kusafirisha? Chuki, husna, wananionea gere, na kaa tu nyumbani na
Kisugu, tuma passport yako. Wanaumia wataumia sana. Na yuko mwamba kanambia Kisugu, niandaa passport unaenda tena Morocco. Watasema na watasema sana. Kisugu atabaki kuwa mmoja tu. Mimi maisha yangu ni tegemezi kuwategemea watu, kuwategemea waja Mwenyezi Mungu alowaleta. Yeye muulize kiwanda chake cha kusagia hela kiko wapi? Yeye ataishia kupanda kimbinyiko tu. Ataishia kupanda buti la zungu. Mimi nakula mwewe. Gentleman. Kumbe wanaumia Unaona jinsi kachukua SD. Na Mbagala pale na pikipiki yake. Si anakaa Vikindu yule. Mbona kanipigia uni na pikipiki yake? Haya sisi tukomesha mafuta. Sababu imekana mafuta. Mimi kwanza niwapongeze sana wana Simba. Wamekuwa watu wa kushikamana, wamekuwa watu wa moja, wamekuwa watu kusaidiana, lakini dhamira na nia yao kuiona timu yetu inakwenda vizuri. Yawezekana ikawa kweli Kisugu amesafirishwa, lakini kwa sababu Kisugu mtu wa watu ana haki ya kusafirishwa. Yuko mtu mmoja pale Dar es Salaam Afrika anaitwa Ruata Nyamza. Siku 3 ananipigia simu, ndugu yangu ukoje, na mwambie niko vibaya, anatuma laki 200,000. Na Solo kasha kutumiwa. Kwa sababu na Solo sio mtu wa watu. Nani anakupela? Kama sio mtu wa watu. Mimi napewa pesa kwa sababu ni mtu wa watu. Hapa alipo nimpigiwa simu moja tuna Mama Doris. Baadaye mwai kanambia mdogo wangu njoo nitembelee. Na Solo nani atakwambia wewe? Muselem Nasoro Muselem kutoka Simbawanga. Namwambia blaza mipango imekaa vibaya, anatuma. Mimi naishi. Kisugu anapewa. Weka tengeneze. Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kazi kubwa na kazi nzuri mliofanya. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu ataendelea kuwapa afya njema.